Msikilizaji na mtazamaji wa Jikoki TV, ni kukaribishe katika kipindi cha leo ambapo tutakuwa tunaendelea kujifunza neno la Mungu kama ambavyo siku zote tumedumu kujifunza. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema Injili ya ukweli na injili ya uongo, na hii ni sehemu ya kwanza. Nikualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, tuongoze katika neno hili katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Katika kitabu cha Marko sura ya 16 aya ya 15, neno la Mungu linasema kama ifuatavyo: akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Yesu Kristo alituambia maneno hayo, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, kwa kila kiumbe. Katika kitabu cha Warumi ile sura ya kwanza fungu la 16, neno la Mungu linasema kama ifuatavyo: kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myunani, kwa Myahudi kwanza, na kwa Myunani pia. Ukiangalia hapo utaona injili inazungumziwa katika maandiko matakatifu. Sasa swali tujiulize ya kwamba injili ni nini? Kwa lugha nyingine, injili ni habari njema kuhusu mchakato ambao kwa huo mdhambi anaweza akaondokana na dhambi au akaondolewa kwenye dhambi ili afae kwa ajili ya wokovu, kwa sababu Mtume Paulo anatuambia kwamba injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Huu injili inahusiana na namna ambavyo mwenye dhambi anaweza akaokolewa kupitia imani ya Kristo Yesu. Hiyo ni injili. Wasilisho hili linalenga sana kutuelekeza namna sahihi ambayo tunaweza tukatambua injili ya kweli na injili ya uongo. Injili ya ukweli ni ipi na injili ya uongo ni ipi? Ni vitu gani ambavyo tukivikuta katika injili yoyote ile inayohubiriwa, tutambue ya kwamba hiyo injili ni ya kweli au sio injili ya kweli? Ndilo somo hili ambacho tunalenga sana kukijifunza katika somo hili. Sasa tuangalie sasa katika mambo ya msingi ambayo ni ya muhimu kuzingatia ili tupate kujua ya kwamba hii ni injili ya ukweli na hii ni injili ya uongo. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 14 lile fungu la 6 hadi fungu la 12, tusome hapo. Tutaangalia ujumbe unaozungumziwa hapo kuhusiana na injili, vitu gani vinatakiwa viwemo katika injili. Anasema kama ifuatavyo. Anasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu akiwa na injili ya milele, akiwahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Fungu la 7 anasema, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Fungu la 12, hapo ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ukirudi kwenye fungu la 6 nasema malaika, kisha nikamuona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu akiwa na injili ya milele. Baada ya huyo malaika wa kwanza tunamuona malaika wa pili anaruka katikati ya mbingu na yeye vivyo hivyo akiwa na injili ya milele. Malaika wa tatu naye akiwa na ujumbe. Mwisho hapo ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Injili ina mambo makuu mawili, yaani tunaweza tukazunguka mahali popote, lakini injili ina mambo makubwa mawili ambayo unatakiwa kuyazingatia unapokuwa ukitafuta kuelewa injili ya kweli ni ipi na injili ya uongo ni ipi. Mambo mawili: jambo la kwanza, amri za Mungu; jambo la pili, imani ya Yesu Kristo. Hicho ndicho kitu ambacho tunakiangalia katika habari ya injili. Ni muhimu sana kuweza kufahamu hayo.
Yesu Kristo anapozungumza kwamba, anapowaambia wanafunzi wake kwamba enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, kwa lugha nyingine kwa kila aaminie, kama mtume Paulo alivyotuambia kwenye Warumi 1:16 anavyozungumza hivyo, injili anayokusudia twende tukaihubiri, twende tukamtangaze yeye kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, namba moja. Namba mbili, tukatangaze amri zake. Katika kitabu cha Yohana sura ya 14 fungu la 16, Yesu Kristo anatia msisitizo ya kwamba, anasema ya kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Anataja amri zangu. Kwa hiyo injili inaundwa pamoja na nini? Na amri zake. Na amri zake Yesu Kristo, au amri za Mungu, ndani yake zina muongozo, zinatuongoza kujua nini ambacho tunatakiwa kukifanya. Nini ambacho tunatakiwa kukifanya pale tunapohitaji tuweze kuokolewa, tuamini kipi? Amri za Mungu zinatuonesha nini cha kuamini. Wakati huo huo tukiendelea kumshika Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hicho kitu cha muhimu sana. Sasa ukiangalia hapo utakuwa umegundua vitu viwili vinavyotakiwa viwepo katika injili. Sasa Nabii Isaya anatupatia jambo lingine ambalo hili jambo linatoa upanuzi mkubwa sana, ili tuweze kutambua nini ambavyo vinatakiwa vihubiriwe. Hivyo vinavyohubiriwa vinaposhikamana na imani ya Kristo, tuweze kusema ya kwamba hiyo ni injili. Kitabu cha Isaya sura ya 8 fungu la 20 anasema kama ifuatavyo: na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hakuna asubuhi. Anasema waenende kwa sheria na ushuhuda. Swali, anapozungumzia sheria na ushuhuda, unaweza ukawa unazielewa? Anaposema sheria, anaposema ushuhuda, kuna kitu cha muhimu anakizungumzia. Hebu tuangalie manabii wengine nao waliofuata baadaye walisema nini. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 19 aya ya 10 anasema kama ifuatavyo: nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia usifanye hivi, angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudieni Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu Kristo wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Anatuongezea huko, anasema na waenende kwa sheria na ushuhuda. Huko anasema ya kwamba ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Ametuongezea kitu kingine. Roho ya unabii ni ipi? Roho ya manabii ni ipi? Anatuongezea kitu kingine. Sheria za Mungu zinajulikana kama shuhuda. Yaani sheria za Mungu zinajulikana kama shuhuda, na huo ushuhuda unajulikana kwamba ni roho ya unabii. Hii sio kitu kingine bali ni neno la Mungu. Wewe ukisikia nakwambia ushuhuda, ukisikia nakwambia amri za Mungu, ukisikia nakwambia roho ya unabii, hicho anachokizungumzia hapo, anazungumzia ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Zaidi sana utasoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 aya ya 10 na aya ya 14 kama linavyosema. Anasema, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyoshika amri za Baba yangu nikakaa katika pendo lake. Yesu Kristo anasema kwamba mkizishika amri zangu, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Fungu la 10 anasema hivi: ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Kwa lugha nyingine, maandiko matakatifu yanavyotuelekeza, huo ndio ushuhuda. Yanamshuhudia Yesu Kristo, namna ambavyo anahitaji tuweze kufanya, namna ambacho anahitaji tufanye ni nini tukiamini hasa. Ushuhuda, neno la Mwenyezi Mungu, ndicho kitu ambacho inakimaanisha hivyo. Kwa hiyo injili ya kweli inahusu shuhuda. Shuhuda inahusu amri za Mungu, inahusu kile ambacho Yesu Kristo anahitaji tukiamini, anachohitaji Yesu Kristo tukitende. Hiyo ndiyo inayoitwa injili. Hiyo ndiyo inayoitwa injili. Sasa ukiangalia utaona huu msemo wa ushuhuda, amri za Mungu,
shuhuda wa Kristo, roho ya unabii inavyofafanuliwa, utagundua ya kwamba ni maandiko matakatifu, ni neno la Mungu kwa ujumla, ni neno la Mungu kama unavyoliona. Neno la Mungu kwa ujumla ndicho kitu ambacho anakizungumzia. Sasa utakuja kuangalia amepanuaje Yesu Kristo alipokuwa anafafanua zaidi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 22 aya ya 35 hadi aya ya 40. Alikuwa anasema kitu gani? Neno la Mungu linasema kama ifuatavyo: mmoja wao mwana sheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni ipi iliyo kuu? Katika Torati ni ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. 38. Hii ndiyo iliyo amri kuu, tena ya kwanza. Yesu Kristo sasa anamwambia katika amri zote zilizopo ziko amri mbili tu. Amri ya kwanza inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa roho yako yote, na hiyo ndiyo amri iliyo kuu. Ya pili yafanana nayo, 39, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Yesu Kristo anasema kwamba ziko amri mbili, zote zinahusu upendo. Moja, kumpenda Mungu; ya pili, jirani yako kama nafsi yako. Fungu la 40 anapofunga maneno yake, anasema katika hizi utegemea Torati yote na manabii. Anapozungumza Torati yote unaelewa, Torati yote anayoizungumzia unaelewa, anamaanisha vitabu 5 vya Musa: kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha mambo ya Walawi, kitabu cha Hesabu na kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Hiyo ndiyo anayozungumzia, inategemea Torati yote. Alafu anaongezea kitu kingine, manabii wote unaowafahamu. Kwa lugha nyingine, yeyote unayemwona anaitwa nabii. Kile chochote alichokizungumza kinahusiana hapo: kumpenda Mungu kwa nguvu zako zote na jirani yako kama nafsi yako. Hilo ni jambo la muhimu. Sasa ukiangalia amri 10 za Mungu zilivyo katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 kuanzia fungu la kwanza kuendelea zaidi mpaka fungu la 17, utaona hizo amri zilivyo zimegawanyika: amri ya kwanza hadi amri ya 4, amri ya kwanza hadi amri ya 4. Utaona hizo amri 4 zilivyo zinazungumzia kumpenda Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Maana kama ukimpenda Mungu, ukimpenda Mungu hautakuwa na miungu mingine. Maana anasema sio na miungu mingine ila mimi. Ukimpenda Mungu wako hautalitaja bure jina lake. Yaani unalitaja jina la Mungu alafu wakati huo unaendelea na uovu. Lakini wakati huo ukiwa unampenda Mwenyezi Mungu, anasema ya kwamba hautajitengenezea sanamu na kuziabudu. Sanamu ya kuchonga hautatengeneza na kuabudu, kama ambavyo amri ya Mungu inavyosema usitengenezee sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote. Yani hautatengeneza sanamu na kuziabudu ikiwa wewe kweli unamwabudu Mungu wa kweli au unampenda Mungu. Kutengeneza sanamu jambo moja, kuziabudu jambo lingine. Hautafanya hayo, maana ni machukizo. Lakini amri ya 4 inasema ya kwamba ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Siku sitafanya kazi, tende mambo yako yote, na siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usitende jambo lolote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wala mnyama aliyo katika malango yako. Anasema hivyo ndivyo anavyosema kuanzia ile fungu la 8 hadi fungu la 11 kitabu cha Kutoka sura ya 20. Kwa hiyo utaona hizo amri 4 zinazungumzia habari ya kumpenda Mungu wako. Sasa zingine zinazobaki kuanzia ya 5 hadi ya 10 zinazungumzia upendo kwa mwanadamu na mwanadamu mwenzake. Ndio maana Yesu anasema pende jirani yako kama nafsi yako. Ndicho anachokizungumzia hapo kwenye Mathayo sura ya 22 aya 35 hadi aya ya 40. Kwa hiyo kama unampenda jirani yako hauwezi kumuibia.
Kama unampenda jirani yako, huwezi ukamuua. Kama unampenda jirani yako, huwezi ukazini na mke wake, huwezi ukamsengenya, huwezi ukamshuhudia kwamba ametenda, ukamshuhudia uongo. Ikiwa unampenda jirani yako, hautatamani kitu alichonacho na kukifanyia madhara. Hautafanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu unampenda jirani yako kama nafsi yako. Sasa anapokamilisha anasema kwamba unaziona hizi amri zote, hizi amri zote unazoziona zinategemea Torati na nini? Na manabii. Anaposema Torati na manabii, kipindi hicho Yesu Kristo anazungumza ilikuwa ni Biblia. Kwa lugha nyingine, neno la Mungu lililokuwepo lilikuwa ni Agano la Kale, manabii, Zaburi. Ukizungumzia manabii, Zaburi pamoja na Torati ndivyo vilivyokuwa vinasomwa. Magombo hayo ndio yaliyokuwa yanasomwa. Kwa lugha nyingine, Yesu anawaambia, si mnaona hicho kitu kinachozungumziwa hapo? Ndio maana yake ni kwamba neno la Mungu limegawanyika katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza, kumpenda jirani yako kama nafsi yako, lakini pia na kumpenda Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote, na kwa jitihada zako zote. Hicho kitu anachokizungumzia. Sasa kumbuka, somo letu linazungumzia injili ya kweli na injili ya uongo. Sasa injili ya ukweli ni ipi na injili ya uongo ni ipi? Injili ya ukweli ni ile ambayo inaendana na neno la Mungu, na neno la Mungu ni amri za Mungu, inahusu amri za Mungu, amri ya upendo. Maana kama tulivyozungumza, injili ya kweli inaenda sawasawa na neno la Mungu kama linavyosema, kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba amri zote za Mungu zilivyo amri 10 zinajumulisha Torati na manabii. Manake na nabii Isaya naye anasema kwamba na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa wasemi sawasawa na neno hilo, bila shaka kwa hao hakuna asubuhi. Kwa lugha nyingine, ikiwa ni mimi nimebeba ninahubiri injili, ikiwa ni wewe umebeba unahubiri injili, injili unayoihubiri isiwe tofauti na manabii wengine. Kwa lugha nyingine, neno la Mungu ndilo litakuwa kanuni, litakuwa kitabu ambacho kwa hicho tunapima injili yoyote ile inayohubiriwa, kwa sababu humu ndani kuna Torati, kuna manabii, kuna Zaburi, kuna injili. Sasa injili ya kweli inayohubiriwa, lazima hiyo injili iwe inaendana sawasawa na manabii, iwe inaendana sawasawa na Torati, iwe inaendana sawasawa na Zaburi. Kwa lugha nyingine, injili yoyote inayohubiriwa lakini inakuwa kinyume na neno la Mwenyezi Mungu, inakuwa kinyume na amri za Mungu, hiyo injili haitakuwa kweli. Sasa ndipo tunarudi katika amri za Mungu. Maana injili iweze kuwa injili, lazima moja, iwe na imani ya Kristo. Namba 2, iwe na amri za Mungu, ambazo hizo amri za Mungu katika muktadha mpana ndizo zinazobeba katika maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu yanasimama nazo. Kwa hiyo unaposoma amri za Mungu zilivyo zote 10 zinatafsiri upendo. Na ndio maana ukizingatia maandiko yanasema ya kwamba Yesu Kristo anasema, sio ninyi mlionipenda mimi, bali mimi niliwapenda ninyi. Kwa lugha nyingine, Yesu Kristo anapigilia msumari katika amri yake, amri takatifu. Amri za Mungu zipo 10, na hizo 10 katika kufafanuliwa zote tunapata neno la Mungu kama hili, tunapata Biblia, tunapata habari njema. Ndio maana utakuta Biblia zimeandikwa habari njema. Kwa nini zinaandikwa habari njema? Kwa sababu ndani yake kuna vitu viwili. Kuna injili, ndani yake kuna vitu viwili. Kuna amri 10 pamoja na imani ya Kristo Yesu. Pamoja na imani ya Kristo Yesu. Sasa kwa yule mtu ambaye anachukua kitu kimoja kinachomuhusu anakimbia nacho, kitu kingine anakiacha, au amri 10 za Mungu zilivyo, kama ambavyo unaziangalia katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu la 8 zilivyo. Unavyoangalia utaona zile amri vile zilivyo, amri 10. Nasema kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi,
Amri ya kwanza. Amri ya pili anasema usijitengeneze sanamu ya kuchonga. Amri ya pili hiyo. Amri ya tatu anasema ya kwamba usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya nne, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Ndipo sasa amri ya tano anasema waheshimu baba yako na mama yako, ili upate kuishi katika nchi siku nyingi katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wako. Zinaendelea hapo amri zingine: usiibe, usitamani, usizini, usishuhudie uongo jirani yako, mpaka amri zote 10. Kwa hiyo mtu anapokuwa anashika amri zote, lakini anakataa amri moja kati ya hizo zote, anashika amri zote lakini anaacha amri moja kati ya hizo, kuna hatari kubwa katika maisha yake. Unaweza ukakuta anashika amri zote lakini anaacha moja, au anaacha 2, au anaacha 3. Sivyo neno la Mungu linavyosema. Neno la Mungu linasema zote, isibaki hata moja. Shika zote, isibaki hata moja. Yakobo 2:10 anasema, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Maanake kama injili inayohubiriwa inabagua mambo kadhaa, inabagua amri kadhaa, zinabaguliwa, anasema ya kwamba mtu akifanya hivyo atakuwa amekosa juu ya yote. Kwa hiyo jiepushe na injili ambayo inabagua neno la Mungu. Inabagua neno la Mungu. Iki anashika, iki ashiki, iki anatenda, iki atendi. Mungu wa mbinguni anakusudia twende na hayo yote. Na mtu mwenye juhudi ya kushika yote ambayo Mungu amemsaidia, ameyasema, huyo mtu anakuwa anatenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo injili ya kweli utaitambua kulingana na kile ambacho kimesemwa katika Torati na manabii. Sheria ya Mwenyezi Mungu itasimama. Lakini pia tutaendelea kumhubiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini wakati huo huo tunawaambia wakazi wa dunia wajue amri ya Mwenyezi Mungu ambayo ni amri ya upendo inayomtangaza Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sikiliza, nikwambie jambo la muhimu sana ambalo ni la muhimu kuzingatia. Injili ya kweli ina vitu viwili. Yesu Kristo anahubiriwa kama Bwana na Mwokozi wa wakazi wa dunia, wale wanaokubali kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini pia wanatangaziwa ya kwamba waishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, sawasawa na amri ya Mungu. Injili ya kweli Yesu Kristo anahubiriwa na amri yake inafanya nini? Inahubiriwa. Lakini injili ya uongo, Yesu Kristo anahubiriwa, lakini ikija katika swala la amri yake, anasema kwamba amri zake ziliondolewa wapi? Pale msalabani. Yesu Kristo hajakusudia hayo. Yesu Kristo anakusudia kwamba wewe unapohubiri injili, hiyo injili imtambulishe yeye kama mwokozi wa maisha ya watu wake, lakini pia itambulishe sheria ya Mungu, sheria ya upendo. Maana Yesu Kristo alitupenda. Maana neno la Mungu kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 fungu la 16 anasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Anaposema Mungu aliupenda ulimwengu, upendo wake umedhihirika katika amri yake, hata akamtoa mwanawe wa pekee, kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo injili ya kweli inawaita watu wamwamini Yesu Kristo, halafu waushikilie upendo wa Kristo ambao umetangazwa wapi? Katika amri za Mungu. Ambao umegawanyikaje? Umegawanyika, na tumeona Yesu anasema hiyo ndiyo Torati na manabii. Kwa lugha nyingine ndilo neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubarikiwe sana unapoyafahamu haya. Kwa hiyo utatofautisha injili ya kweli na injili ya uongo kutokana na kile kinachohubiriwa humo. Ikiwa Yesu ndiye anayehubiriwa, lakini watu wamejipinda katika kuvunja amri za Mungu, mtu ni mwizi, mtu ni muuaji, mtu anaabudu sanamu, mtu anavunja Sabato, katika mazingira hayo, lakini bado anamhubiri Yesu. Hata sio kwa wenda hajui, anahubiri lakini hajui. Lakini kama kweli anajua, anaelewa amri za Mungu zipo, anaikataa amri ya Mungu, anaishi maisha yake anayoyaishi yeye, anaenda tofauti na hapo, neno la Mungu linasema ya kwamba kwa watu wa namna hiyo, Isaya 8 fungu la 20 anasema kwa watu wa namna hiyo hakuna asubuhi. Injili ya kweli utaifahamu
ikiwa na vitu viwili: amri za Mungu pamoja na imani ya Yesu. Yesu anahubiriwa, amri za Mungu zinahubiriwa, na amri za Mungu hizo ndilo neno takatifu. Tusienende tofauti na hapa. Ikiwa injili yoyote inahubiriwa na inaenda tofauti na neno la Mungu, hiyo injili sio ya kweli, hiyo injili ni ya uongo. Usiikubali wala usiisikilize, na kama utaisikiliza basi usiikubali, na kama utaisikiliza basi wewe msaidie yule mtu anayehubiri kumwambia, bwana, kuna kitu cha muhimu umekisahau. Amri za Mungu, asisahau kitu cha namna hiyo. Mungu akubariki, Mungu akutie moyo, Mungu anitie moyo, Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo, amen. Karibu katika kipindi cha pili ambacho tutaangalia pambano katika sheria ya Mungu, kipindi cha pili kitakachofuata baada ya kipindi hiki. Basi nikukaribishe tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, tuongoze zaidi sana tunapokuwa tukijifunza mambo haya, tuweze kuyaelewa na kuyaishi, ili ya kwamba tuweze kutofautisha injili ya uongo na injili ya ukweli, ikaweze kujulikana kwa wakazi wote wa dunia. Kwa jina lake Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili.